Na kwa sasa tuelekee kule Tanga, jijini Tanga kule. Usiku wa hapo jana katika dimba la Mkwakwani ulipigwa mchezo kati ya Coastal Union ambao walikuwa wanacheza dhidi ya TRA United, mchezo ambao ulimalizika kwa sare ya bao 1-1. Magoli kwenye mchezo huo yote yalifungwa kipindi cha kwanza, ambapo Shiza Kichuya alifunga bao kwa upande wa Coastal Union na Ani Elijah kwa upande wa TRA. Sasa mara baada ya mchezo huo, Coastal Union imefikisha alama 1 kwenye michezo mitatu iliyochezwa, wakati TRA wenyewe wamefikisha alama 2 katika idadi ya michezo mitatu ambayo imechezwa mpaka hivi sasa. Ni mchezo mwingine ambao pia uliweza, tunasema, walilimwaga sare, na timu hizi zote mbili zinabaki kwenye nafasi ya kuwa timu ambazo bado hazijapata matokeo ya ushindi msimu huu. Michael Yera, ulikuwa ni mchezo wa aina gani kwa upande wa Coastal Union? Kocha Fikiri Elias yeye bado anasema anaendelea kunyonga kikosi chake, anaendelea kukitazama. Na natakiwa kufanya hivyo kwa sababu kuna baadhi ya maeneo ambayo kuna maingizo mapya kwenye timu ambayo yanaweza kumfanya yeye kulazimika kuwa na nyakati kadhaa za kutengeneza timu zaidi na kuifanya kuwa bora zaidi kwenye kile ambacho yeye anatamani kuona timu ikiwa inacheza. Kwenye mechi hii pia ulikuwa unaona angalau kuna vitu ambavyo vilikuwa vimebakia kuwa bora kwao kwenye kile ambacho walikuwa nakifanya kwenye kutengeneza nafasi. Walitengeneza nafasi kadhaa. Inawezekana ikawa ni mechi ambayo hata akisema kwamba tulikuwa natakiwa kushinda, inaweza ikawa ni sawa kwa sababu kuna nafasi kadhaa ambazo walikuwa wamezitengeneza. Shiza ukiachilia nafasi ambayo inaonekana hapa, alikosa pia nafasi nyingine moja ya wazi ambayo ule mpira alipiga juu. Maabad hapa amepata mpira katikati ya kiwanja. Spidi yake alipunguza mapema zaidi na akaamua kushoot kabla ajechagua vizuri SM. Kama Maabad kwenye hii tukio, mimi wakati nalitazama nikasema kulikuwa kuna haja ya kupiga center. Inawezekana angeweza kufanya kitu cha ziada zaidi kwa angeburuza, angebend kile ambacho anaweza kufanya. Lakini ilikuwa ni mechi ambayo inawezekana kama mwalimu wa Coast akawa anapima graph yake inapanda kwa namna gani kwa jinsi ambavyo timu inacheza. Inawezekana kuna vitu ambavyo akawa anaanza kuenjoy kuviona kwenye timu kwamba okay, sasa kwenye eneo angalau la jinsi ambavyo naweza nikatamani kushinda mechi. Ninawezaje kushinda mechi? Nitashinda mechi kwa sababu nitatengeneza nafasi kadhaa. First half kwenye mechi ametengeneza nafasi 8. Nafasi 8 ambazo zilikuwa zingine unasema yes, hii ni nafasi ambayo naona kabisa kwamba imetengenezwa. Kwa mfano ile pasi ya Maabad, unaona jinsi ambavyo timu ilikuwa imekaa, positioning ya Maabad na kiungo alivyoamua kuichomeka ile pasi. Unasema yes, hii ni penetration ambayo inawezekana mwalimu akawa anafurahia zaidi kwamba haikuja tu bahati mbaya. Ni kwa sababu alikuwa anamuona Maabad yupo kwenye sehemu sahihi, natakiwa ni kupitishia pasi kwenye ile eneo, na akapitishia pasi ambayo anaenda kukosa lile goli. Sasa issue ya execution kule mwishoni, wakati mwingine naweza kusema ni issue ya training, lakini wakati mwingine ni issue ya personal ya mchezaji mwenyewe ambao anaweza kuifanya. Lakini as a coach ukisha itengeneza timu kwamba angalau unaona hizi nafasi zinatengenezwa, ni jambo lingine ambalo linaweza likawa ni bora zaidi kwa upande wao. Kwenye changamoto ya Coast inawezekana wakawa wanatakiwa kujiuliza kwa mapema zaidi kwenye hizi mechi wote wawili, inawezekana TRA pamoja na Coast Union kwenye hizi mechi zote za mwanzo ambazo wamecheza mechi 3 sasa, kila mechi kila timu imeruhusu goli. Yani TRA karuhusu kwenye mechi zote. TRA kwenye mechi zote ukianzia mechi ya JKT, Azam FC, na hii mechi nyingine ya 3. Hawa pia Coast now the same. Mechi ya kwanza dhidi ya Mashujaa waruhusu goli 1. Mechi ya pili dhidi ya Young Africans ndio ile ambayo walifungwa magoli 4-1. Mechi hii ni 1-1. Kwa hiyo inawezekana sasa mwalimu akawa anatamani kuona jinsi gani ambavyo anaweza akatibu kwenye eneo la kuzuia. Lakini wakati huo akaona jinsi gani ambavyo timu inaweza kwenda kushinda. Ukiangalia kwenye hizi timu mbili bado naona zina material ambazo zinaweza kubadilika na kuja kuwa timu nzuri hapo mbeleni. Tutazame magoli katika mchezo hapo jana, pia tuone namna ambavyo mabao yaliweza kufungwa, na tuanze na TRA ambao wao ndio walikuwa wageni kwenye huu mchezo na walikuwa wa kwanza kupata bao, na hiyo ni build up ya namna ambavyo goli lilifungwa. Ulipigwa mpira mrefu kwenye matumizi ya nafasi nyuma ya migongo ya mabeki. Naona magoli kadhaa msimu huu yametengenezwa kwenye mtindo huo, yakamwagwa maji eneo lile, mlinzi kumweka mpinzani mbele kwenye basics za defending. Yes, ni kosa kwa sababu maana yake unamrahisishia
yeye kuwa wa kwanza kwenda kucheza ule mpira na si lazima apige afunge. Kuna wale washambuliaji au kuna wale wachezaji ambao akikutana na mpira wa namna ile anaweza akaurudisha ndani tena. Yani yes, inapigwa cross, kuna mchezaji unakuta amejitenga anaurudisha tena ndani. Lakini utamsifu Elia kwa kile ambacho amekifanya. Kwanza kwa position ambayo alikwenda kukaa wakati ile move inafanyika upande wa pembeni, upande wao wa kushoto, aliona huu mpira moja kwa moja kuna uwezekano ukaja ukaanguka hapa. Na sifa moja ya mshambuliaji au mtu yoyote anayeshambulia, cha kwanza kabla ya kufikia hatua ya kutumia nafasi unatakiwa uwe na uwezo wa kunusa wapi ambapo mpira utaweza kuangukia. Na unaona yes, hapo alikuwa offside, anarudi kidogo ndani, anakwenda move ya mpira anaongozana nayo, anakwenda kukaa katika eneo sahihi, na bahati nzuri mpira unakuja kudondokea pale pale. Sasa mimi nampongeza vipi, eneo ambalo amekaa ilikuwa si rahisi kupiga mpira na ukafunga, hasa kwa mguu wa kulia ambao yeye amekwenda kuutumia. Kwa wengi ilikuwa rahisi zaidi kutumia mguu wa kushoto, lakini yeye ameutumia mguu wa kulia. Maana yake alikuwa na uhakika na kile ambacho na kile ambacho anakwenda kufanya. Kwa hiyo ilianza mistake kwanza, na kushindwa kuzuia cross isipigwe kwa walinzi wa Coastal Union. Ya pili ni kumweka mbele na kuwa comfortable. Ukiangalia pale unaona mlinzi wala hakuwa na shida yoyote. Maana yake mshambuliaji yeye aliweza kuiona hatari, lakini mlinzi alishindwa kuinusa hatari kama mpira kwenye mshambuliaji, kwa sababu pale kilichokuwa kinafuata ni ilikuwa inapigwa cross. Kwa kivyo vyote yani ilikuwa niende ukamhalasi yule yani umdisturb asiwe comfortable kwa mazingira yote yale. Ni maeneo of course kocha ambaye anaye ni kocha mkubwa ambaye pia na yeye ni mkufunzi, afikiri Elias. Kwa hiyo hizi ni basics tu za kwenye defending ambazo mtu anafundisha. Tukatazame bao la Coastal Union ambalo lilikuwa ni bao la kusawazisha la Shiza Kichuya ambaye alipiga tikitaka fulani hivi. Ile tikitaka. Sio lazima mbona Kasuga kama una neno hivi. Tikitaka. Ni tikitaka. Tusikazie. Bao ambalo alifunga Shiza Kichuya ni bao ambalo pia utacount kwenye eneo la mahesabu. Lazima uwe unajua vipimo lili vya uwanja kwamba hapa nilipo nipigeje, na ndio maana eneo ambalo credit itakuja, kwa sababu pale golikipa anaingia kwenye lawama. Sheria ya mchezo wa mpira wa miguu, golikipa usitoke kama unajua kabisa kwamba huu mpira siwezi kupata. Ukiangalia namna ambavyo mpira ulidunda, ilikuwa ni sehemu ambayo John Noble hawezi kuchukua. Sasa bahati mbaya kwake, wakati anataka kuchukua mpira ukadunda tena pale kwa mchezaji yule ambaye alifanya movement ndani ya box. Kichuya inawezekana magoli ya ajabu anampenda. Ukirejea nakumbuka goli aliyofunga goli la kona. Kwa magoli ya ajabu Kichuya kona hii. Sehemu ambayo anampenda, kwa sababu ukiangalia ile tiktaka alivyoipiga, hata yeye mwenyewe unajua kuna namna Ibra unafunga mpaka wewe unashangaa kumbe nimefunga. Angalia alivyogeuka kutazama ule mpira ambao umeingia kambani. Ila yalikuwa ni maamuzi mazuri sana baada ya kuona kabisa kwamba movement ilikuwa mpira mrefu ambao alishindwa kucontrol. Beki akajaribu kumpiga kanzu Kichuya, bahati mbaya sasa kanzu yake haikutosha, kwani ulipoangukia ni sehemu ambayo Kichuya anaweza akaupata. Kwa moja ya changamoto ambayo ilikuwepo ni defender. Kwa nini ufanye vile? Ni afadhali usweep. Unajua ndani ya box ni sehemu hatari sana, ila maamuzi ambayo Kichuya aliyafanya ni maamuzi mazuri kwa sababu ni uwanja ambao anafanyia mazoezi. Inawezekana anaufahamu vizuri, kwa hiyo na pale inawezekana pia alimuona golikipa alikuwa kashasogea. Aliona kasogea, akaamua kupiga tiktak ambayo inawezekana tukaanza kuona magoli ya msimu mapema vile. Na pale Jean Noble unaweza ukamfree na lawama, kwa sababu ule mpira endapo kama mlinzi ule asingeucheza, kipa alikuwa na uwezo wa kwenda kuupata. Yes, yani ni mlinzi wake ndiye ambaye na mlinzi alikuwa anaweza kufanya maamuzi mazuri zaidi. Kwa hapo kosa linakuja mawasiliano. Walizungumza na mlinzi wake hakukuwa na mawasiliano. Kwa sababu mawasiliano kuna yale ya kuzungumza kwa kuongea na kuna yale ambayo mnaonana hivi. Yaani haina haja ya kukuambia kwamba achia, yani kuna ile unajiongeza tu, unaona hapa mlinda mlango anaweza akaenda kufikia. Na ni kosa kubwa ambalo mlinzi amelifanya, ndio ambalo limekwenda kuwapa nafasi. Yes, ilikuwa ni mchezo kati ya Coastal Union ambao walikuwa nyumbani wakicheza dhidi ya TRA United, mchezo ambao umalizika kwa sare ya bao 1-1, na timu hizo mbili zote zimeendelea kusubiri ushindi wao wa kwanza kwenye NBC Premier League msimu wa 26-27, ambapo timu zote zimekwisha cheza michezo mitatu. Leo itapigwa michezo mingine miwili ya kukamilisha michezo ya raundi ya 3 upande wa ligi kuu soka nchini Hispania. La Liga itakuwa ikiendelea hii leo kwa mchezo kati ya Valencia
ambao watakuwa wanacheza dhidi ya Real Betis, mechi ambayo itapigwa saa 4 kamili usiku. Lakini pia ligi kuu kule nchini Saudi Arabia, Saudia Pro League, kuna mchezo leo kati ya Al Ittifaq dhidi ya Al Nassr, mechi ambayo itapigwa saa 3 kamili usiku. Tukamtazame Cristiano Ronaldo, ana muonekano tofauti kidogo, kwa hiyo utapata nafasi ya kumuona style ya nywele kidogo na tofauti. Kwa hiyo Lili, ile rangi kwani kaitoa wapi? Ile rangi Juzi alinichanganya. Alikuchanganya? Basi leo saa 3 usiku kupitia Azam Sports utapata nafasi ya kumwona Cristiano Ronaldo. Lakini Al Tawan watacheza dhidi ya Al Fayha, mechi itapigwa saa 1:10 usiku. Kwa upande wa Al Shabab dhidi ya Al Riyadh, mechi pia itapigwa saa 3 usiku. Abra dhidi ya Al Khali itachezwa saa 1:05 usiku. Hii ni kwa upande wa michezo ya Saudia Pro League, lakini pia kwa upande wa La Liga. Lakini kubwa zaidi hii leo tukiwa tunaendelea kuenjoy zaidi, leo ikiwa ni siku ya mapumziko, lakini kupitia NBC Premier League kuna michezo mingine miwili ambayo itakuwa inachezwa. Inawezekana ni michezo ambayo ikatukutanisha kwenye muendelezo wa kwenda kumaliza zile hesabu za michezo ya raundi ya 3, kama ambavyo unaona kwenye screen yako hapo. Saa 12 jioni Namungo watakuwa wanacheza dhidi ya Fountain Gate FC, lakini saa 2:30 usiku pale jijini Dodoma kuna mchezo kati ya Dodoma Jiji ambao watakuwa wanacheza dhidi ya Police Tanzania. Hii ni michezo miwili ya NBC Premier League hii leo ambayo inakwenda kukamilisha michezo ya raundi ya 3. Na michezo hii pia Michael Yera, Lilian Mukulu pamoja na Kenny Malila inatuanzishia mwendo wa kwenda kuchambua michezo hii na kuona namna ambavyo tunaweza tukahitimisha michezo ya raundi ya 3 leo. Michezo hii yote utaitazama live kupitia Azam Sports 1 HD. Namungo watakuwa hapo nyumbani kama ambavyo tunaona kwenye ratiba hii leo. Mchezo wao ndio ambao utakuwa wa kwanza, wanacheza dhidi ya Fountain Gate. Fountain Gate baada ya matokeo ya ushindi kwenye mchezo wao uliopita dhidi ya Mashujaa, leo hii wanakwenda kujiuliza mbele ya Namungo ambao nao pia mchezo wao uliopita walipata matokeo ya ushindi dhidi ya Geita. Wote walipata ushindi wa bao 1-1 kwenye michezo iliyopita. Isa Liponda, Isa Mbuzi alitamba sana. Fountain alipata ushindi goli 2. Nani? Fountain alishinda. Yes, Fountain goli 2. Yes, goli 2. Ukitazama namna ambavyo walishinda ile mechi, Fountain walifurahi sana, na kwa tambo za Isambuzi ni kana kwamba ule wasiwasi ambao tulikuwa nao dhidi yao sivyo vile tunavyoamini, wana kitu cha tofauti. Inawezekana ikawa ni game nyingine ya kocha Freddy Felix Minziro kwenda kuonyesha kwamba licha ya kutosajili baadhi ya nyota wake kuondoka, lakini bado ana kikosi ambacho kinaweza kikapata matokeo. Ni game ya kuprove Michael Yera. Wana haki kwanza ya kushangilia sana, wana haki pia kufurahi kwa sababu mambo yao haya ambayo umeyataja hapa ni mambo mengi sana. Inawezekana ikawa ni ngumu kwa timu kucheza bila kuwa na ongezeko la wachezaji wapya, na hasa baada ya wachezaji wengine pia ambao walikuwa wanatumia kwenye kikosi chako cha kwanza kuondoka. Inaweza ikawa inakupa wakati mgumu, na hasa ukiangalia jinsi ambavyo timu nyingi zinajaribu kupandisha baadhi zao kwenye ushindani. Wanajaribu kuleta wachezaji ambao wana quality nzuri na wanaweza kashindana pia kiwanjani, wana experience ya kutosha na vitu vingine kama hivyo. Kwa ilikuwa ni halali yao wao kushangilia kwenye mechi iliyopita, na sofa walikuwa kwenye nyakati nzuri. Walijaribu kuona jinsi gani ambavyo wanaweza kuwa na moments nzuri kiwanjani dhidi ya timu ambayo ilikuwa ina matukio mengi ya kupossess kwa maana Mashujaa, lakini wao walikuwa na moments bora kiwanjani kwa maana ya Fountain Gate na kupata ushindi mzuri wa magoli 2-0. Wanaenda kucheza mechi nyingine dhidi ya Namungo ambao confirmation Fountain alipata 1-0 na Mashujaa. 1-0 bao la Haruna. Kasim Haruna. Kasim Haruna 1-0. Tiote. Ndio alifunga ile goli. Yes, 1-0. Goli moja kali hivi alipokea mpira nje ya box akapiga hivi hasa anapiga nje ya 18. Nilikuwa na kwa sababu ni kwa kumbukumbu zangu zikaanza zinaniambia bwana kama moja. Akupata magoli 2. Yes. Basi lisiti hiyo kwa Isambuzi. Yes, kwa hiyo unaweza kuona kwamba ilikuwa ni jambo zuri kwamba wao walipata huo ushindi ambao kwao unawapa hali ya kujiamini. Kwa mazingira ya timu yalivyo na haya mambo mengine yote ambayo yanazunguka kwenye timu yao, ile ilikuwa ni jambo zuri sana kulipata mapema wakati ligi ikiwa inaanza. Ni kwa sababu mwalimu ataamini kwamba kumbe hawa ambao nimewaamini pia wanaweza kanipa kitu bora kiwanjani. Lakini utaangalia kile ambacho Freddy Felix Minziro anajaribu kukitengeneza kwenye timu. Alicheza dhidi ya Singida Black Stars na alipoteza kwa magoli 3-0.
ilikuwa ni mechi ambayo pengine mzani ni tofauti. Singida kwenye uwekezaji kwa sasa amefanya vizuri, kwa maana ya kusajili wachezaji wengi ambao wanaweza kawa kwenye daraja zuri ama wako kwenye kiwango kizuri na fomu ambazo walitoka nazo huko walikotoka. Labda wengine wanaweza kawa hajatengeneza hilo daraja, lakini fomu zao huko walikotoka zinaweza kuwa nzuri. Lakini jinsi ambavyo Fountain Gate anacheza katika mazingira ambayo unaona muda wote anajaribu kutengeneza mazingira yeye pia kuonekana anaweza kufanya baadhi ya vitu ambavyo ni vya msingi. Ukicheza na timu ambayo ni timu ya pili, lakini unaona kuna vitu ambavyo anaweza akavifanya kiwanjani, kwa maana ya kuretain mpira kutoka kwa mpinzani, jinsi ambavyo unaona process shambulizi, outcome ya matokeo inakuja baadaye. Lakini kama unaona kuna baadhi ya vitu ambavyo vinatokea, angalau unasema hivi ni vitu ambavyo ni bora, vinaweza vikanipa kesho ambayo inaweza ikawa ni nzuri zaidi kwenye timu. Ukiangalia Fountain Gate kwa jinsi ambavyo timu yao inacheza na mwalimu ambao wako naye, unaamini kwamba ni timu ambayo itakuwa inacheza direct sana mpira wao, kwa maana Fred Felix Minziro ni kwa sababu ameshajipambanua hivyo kwenye sehemu nyingi ambazo alipita hata huko nyuma. Lakini kwenye kile ambacho alikuwa anakifanya kwenye mechi, angalia organization kwenye eneo la kuzuia la timu kwa jinsi ambavyo inacheza. Mimi kwangu Fountain Gate licha kwamba mpaka sasa amesharuhusu ya magoli 3, lakini inawezekana wana vitu vingi sana ambavyo wanavifanya kwa uzuri kwenye eneo la kudefense. Yaani jinsi ambavyo timu inazuia. Inawezekana pia mimi kwangu ikawa ina vitu fulani ambavyo vinaweza vikawa ni vizuri. Ni makosa tu binafsi ya mchezaji mmoja mmoja ambaye anaweza akawa anagharimu kwa kipindi hiki. Na anagharimu kwa sababu kwenye hii mechi, kwa mfano hii mechi na Singida, magoli yale 3, magoli 2 ni individual mistakes. Yes, yeah. Ambazo zilitokea kwa wachezaji. Mchezaji binafsi anafanya, timu inafunga. Yes, sio defensive structure, sio team structure ambayo imepelekea haya magoli kufungwa. Yeah. Kwenye mechi dhidi ya Mashujaa ilikuwa ni mechi ambayo Mashujaa ilikuwa na attack sana. Muda mwingi Mashujaa ilikuwa anaenda kushambulia. Lakini bado unaona uvumilivu ulikuwa bado upo kwenye kiwango kizuri. Na ni mechi ambayo unaweza kusema kutoka ambacho kilionekana kwenye mechi ya kwanza kwenda kwenye mechi ya pili ni kwamba walipunguza makosa. Yes, makosa yalikuwa yamepungua. Japo wanachotakiwa kukiboresha ni kwamba wanatakiwa kuona jinsi gani ambavyo wanaweza, unaona goli kama hili linafungwa hapa. Hii mechi na Singida ilipigwa back pass, mawasiliano kama baya kwa Jackson Shiga, mpira ukaenda pale. Kwa hiyo kinachotakiwa kufanyika kwao pengine anaweza akakifanya kwa sasa, pengine Fred Felix Minziro, kina kocha Abu na wengine kwenye timu, wanatakiwa kupunguza uwezekano wa wapinzani kuwafikia sana kwenye eneo lao. Ni kama issue ambayo wanatakiwa kuifanyia mapema kazi Coastal Union. Kufikiwa. Yaani wanafikiwa sana, kiasi ambacho kuna muda ile safu ya ulinzi mnaweza mkaorganize vizuri kila siku. Yeah. Lakini kuna muda mkiwa mnafikiwa sana, inawezekana mkafanya kosa ambalo kila mtu anashika kichwa kwamba imekuwa ni kama Coastal mlinda mlango kila siku naona anadaka sana. Yaani kila siku akimaliza mechi golikipa ndo Shujaa kasevu vibaya mno. Kwa kuna siku ambayo anaweza akakuta wanaruhusu kwenye eneo hilo. Lili tukiwatazama Namungo wanaenda kucheza dhidi ya mpinzani ambaye wanalingana, kwa maana kwamba kumtazama Fountain kama anaweza kumcontain Namungo ambaye atakuwa yupo nyumbani, au ni mechi ambayo unaona kocha Juma Mgunda anaweza kawa na advantage. Lakini kwa namna ambavyo mmewaona kwenye michezo miwili waliocheza dhidi ya Yanga, lakini pia mchezo dhidi ya Geita, na kwa contain Geita nayo si mchezo. Ile mechi nayo ilikuwa na mambo yake mengi. Kiwango cha Namungo so far dhidi ya Fountain, tegemea kuona upande wao kitu gani? Mechi ipo juu yao. Kwanza Namungo ana advantage ya kwamba anachezea katika uwanja wa nyumbani. Yaani siku zote wanatambia unapokuwa nyumbani una faida. Na faida nzuri ni kwamba Namungo, na hata mechi ya usiku utaona mashabiki wake na Kigoma wanakipiga. Faida nyingine ambayo nimeitazama kwa Namungo, ukiacha mechi yao na Young Africans, mechi ambayo kwangu kuna namna ambavyo magoli yaliyofungwa, kuna mistakes ambayo ilitokea. Angalia goli ambayo alifunga Peter Charles. Ni defender ambaye aliwacha mpira katika mazingira magumu na interception bora sana ambayo alifanya Peter Charles. Angalia hata pia goli ambayo alifunga Ibrahim Boka. Kwa hiyo ni timu ambayo na yenyewe mechi ya pili kidogo yale makosa akapungua. Wanakutana na Fountain Gate. Tofauti ya Fountain Gate na Namungo ni kwamba sawa, Namungo utawataka kila so kiasi kwamba anachowafikia Fountain Gate. Yaani katika hizi mechi mbili ambazo licha kwamba Parapanda aliruhusu goli 3 katika mechi ya Singida Black Stars, alifanya save zaidi ya 6. Mechi dhidi ya Fountain Gate na Mashujaa
yeye ndo alikuwa man of the match. Parapanda ndo alikuwa man of the match. Yes. Kwa unaona namna gani ambavyo kama goalkeeper wako ndo anakuwa man of the match katika mechi moja ambao unaona kabisa umeondoka na ushindi, maana yake kuna namna ambavyo eneo lako la ulinzi linatakiwa lifanye kazi ya ziada. Changamoto ambayo naiona kwa Namungo ni namna ambavyo wanatengeneza nafasi. Hata ukiangalia aina ya goli ambao alifunga dhidi ya Geita, ni goli ambao unaweza ukasema kuna muda Hashim Manyanya naye tunasema kuna kabahati ambao kalikuwa katika upande wake. Kwa kama wanaweza kutengeneza nafasi nyingi, ni timu ambayo ina wachezaji wengi sana ambao wana uzoefu hasa katika eneo la kiungo. Awesu kila mmoja anafahamu ubora wake. Ni sehemu ambayo anatakiwa anyanyue ubora wake katika kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo ni sehemu nzuri sana. Redemptus Musa pia tunatamani kumuona Redemptus ambaye anaweza kukaa na mpira, kuhold, kupress na kuweza kushambulia kwa kasi zaidi. Yes, hiyo ni mechi kati ya Namungo ambao watakuwa wapo nyumbani kucheza dhidi ya Fountain Gate, mchezo ambao utapigwa saa 12 kamili jioni. Kwa upande wa kikosi cha Fountain Gate wana ushindi kwenye mchezo mmoja, wamefungwa pia mchezo mmoja. Kwa upande wa Namungo na wenyewe ni hivyo, wamefungwa mchezo mmoja, wameshinda mchezo mmoja. Kwa hiyo itakuwa ni vita ya kutafuta alama nyingine 3 na kujiongezea kwenye kapu lile la alama, kwa maana kwamba kwenda kwenye eneo la alama 6, au utakuwa ni mchezo mwingine ambao utatupa sare, basi mchezo huu utautazama live kupitia Azam Sports 1 HD. Lakini mchezo mwingine Ken Malila, mchezo wa mwisho unapigwa pale jijini Dodoma majira ya saa 2:30 usiku, ambapo Dodoma Jiji watakuwa wanarudi nyumbani sasa. Kwa mara ya kwanza wanaenda kufungua uwanja wa nyumbani kwa msimu huu mara baada ya kuwa ugenini. Walicheza Mwanza lakini walienda Mbeya na hatimaye wanarudi nyumbani, lakini wanarudi nyumbani wakiwa na alama 1 mkononi ambayo waliipata Mwanza. Lakini wanacheza dhidi ya Polisi ambao wamepanda daraja na wameanza msimu vizuri, ikiona kocha Bwana Makata jeshi alilokuwa nalo na hata anavyozungumza unaona naye pia ana kitu. Polisi wana alama zao 4 toka sare mechi ya kwanza dhidi ya Azam, wakaipiga JKT mechi ya pili kwenye vita ya Maafande. Ukiona mechi alizocheza Polisi na matokeo yanashawishi kuona kwamba hawa watu wana kitu. Polisi home advantage leo inaweza ikawabeba. Yes. Dodoma ni ngumu kwa sababu ya aina ya timu ambayo wanakwenda kucheza nao. Polisi wametoa sare na Azam, lakini pia wamekwenda kushinda dhidi ya JKT. Yes, moja kwa moja ile tunasema ile ari ya ushindi bado wao wako nayo. Na moja kati ya vitu ambavyo vinawabeba sana Polisi Tanzania ni katika michezo ambayo wanacheza, kuna makosa madogo yapo, lakini pia wana nidhamu nzuri sana ya kujilinda, kuzuia. Yaani cha kwanza, tengeneza, hakikisha ufungwe. Haiwi rahisi kufungwa. Baada ya hapo kocha ndio anakwenda sasa kufanya yale mashambulizi kwa wakati. Mfano kama katika mechi ya JKT wamekaa na mpira muda mwingi sana, lakini Polisi alikuwa akienda, akirudi, anarudi na mabao. Lakini pia aina ya wachezaji wamefanya usajili mzuri, aina ya wachezaji ambao wameongeza watu kama kina Bibu Kiombo au watu kama kina Kenny Ali Mwambungu, wana uzoefu mkubwa sana na ligi kuu ya soka Tanzania bara. Leo kocha wao Bwana Makwata wataingia wakiwa na morali ile ambayo wamecheza nayo katika michezo miwili, na nidhamu kubwa inatakiwa iongezeke dhidi ya Dodoma, kwa sababu Dodoma huu mchezo anaweza akauangalia yeye ndo kama sehemu ya kufufukia, sababu mchezo wa kwanza anapata sare wakifungua mchezo wa kwanza kabisa wa ligi, lakini anakuja anapoteza dhidi ya Mbeya City, mchezo ambao utaangalia Dodoma walifanya makosa mengi sana kwenye eneo la ulinzi, lakini pia hata mlinda mlango na yeye kuna namna amewagharimu sana katika michezo ambayo wamecheza kwa yale makosa binafsi. Kwa hiyo leo kuna sehemu wakipunguza, ukiangalia Dodoma timu unaiona na unaona wana wachezaji ambao wanaweza kwenda kuwapa matokeo tu mazuri. Yes, kwa hiyo wanahitaji kupunguza makosa zaidi katika eneo la ulinzi, lakini pia wanahitaji maboresho makubwa kwenye eneo lao la ushambuliaji. Yes, kwa namna gani watakwenda kutengeneza nafasi, kwa namna gani watakwenda kufunga mabao. Lakini ukija kwa upande wa Polisi, yes, cha kwanza nidhamu yao ya kukaba, kujilinda ambayo wameitumia dhidi ya Azam, wameitumia dhidi ya JKT, natumaini wanaweza pia wakaitumia leo. Lakini pia wana aina ya wachezaji ambao wanaweza wakafunga mabao. Kwa hiyo ni mechi ngumu na Dodoma, yes, nafasi ipo kwa sababu ligi imekuwa ikibadilika. Yes. Unaona hata timu zingine zimeshinda mchezo wa kwanza, mchezo unaofuata zimeshindwa kwenda kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo nafasi ipo kwa sababu ni timu za daraja moja, kwa hiyo unaiweka 50 kwa 50. Coach Mikaela, walau kwa uchache, jana nilikuwa namsikia Beno Kakolanya kwa upande wa Polisi, kwa sababu Beno bado hajacheza. Yes. Akawa anazungumza kwamba
option kuna kikosi chao zipo nyingi na yoyote atakayecheza ana uwezo wa kudeliver kwa mazingira namna ambavyo yalivyo. Kwa upande wa kikosi cha Polisi wamefanya recruitment ya kina Beno Kulanya, bado hawajacheza, lakini tunaona bado wanaonekana kuwa wapo vizuri zaidi. Inawezekana kocha Bwana Makata kwanza advantage ya kupanda na wachezaji wengi, kwa sababu ukimwangalia captain, ukienda kwenye eneo la goalkeeper na wachezaji wengine wote almost wachezaji 14 hivi ambao walikuwa championship wamebakia na timu. Hii pia inatupa picha kwamba timu hiyo walifanikiwa ku-maintain na benchi la ufundi kubaki lile. Inaweza kawa ndio advantage ambayo tunaiona mpaka hivi sasa, licha kwamba kuna wachezaji wengine ambao wamewasajili hatujawaona wakicheza, lakini bado wanapata matokeo. Inawezekana kuna vitu ambavyo vinaweza vikawa vimemsaidia yeye kuwa na wachezaji ambao alikuwa nao last season na kuongeza baadhi ya wachezaji ambao inawezekana pia hata wachezaji ambao ameongeza wanaendana na kile ambacho yeye huwa anakiamini mara nyingi na kile ambacho alikuwa anakitumia kwenye championship msimu uliopita. Imani ya kocha wa Polisi Tanzania Makata ni kocha ambaye kwanza anaamini kuwa na masteka wawili ambao ana nguvu na weza kuleta kaeka juu, anaweza akampa faida kubwa. Kwenye championship walifanya hivi, lakini nimekuambia kwamba hata watu walioongeza pia anaweza akawa alikuwa anatamani kuona akimfanyia hiyo kazi. Kwenye timu ameongeza Noel Jabil ambaye anapata nafasi ya kucheza, ameongeza Bibwaji Kiombo ambao anacheza kwenye ile nafasi mbili za juu kwenye muundo wa 4 wawili. Kwa sababu yeye anacheza na traditional kabisa formation ambayo ni 4-4-2. Pale juu ndo anakaa wachezaji wawili. Good luck kwenye mechi yao ya mwisho ambayo alicheza, ilitokea combination play moja ya hao wachezaji wawili kwenye eneo la juu la kiwanja. Anwar Jabil, pasi nzuri, kwanza utulivu wa kiwango cha juu, pasi nzuri kwenda kwa Habibu Haji Kiombo, anafunga lile goli. Yaani mwalimu pale anaweza akawa ni kama alikuwa na pressure imepanda inapungua hivi, anakuwa kwenye hali ya usawa sana, kwa sababu anajua kwamba nimeweka watu wawili juu ambao nategemea kuona anashindania mipira na anaipata. Alafu wao wenyewe kwenye mmoja kati ya movement ambayo ilikuwa ni bora ndio ambao alipiga combination play ambayo alizalisha goli. Ni kitu ambacho anaweza akawa anajivunia sana. Lakini kingine kwake kwa timu ambayo inacheza unaweza kuona akiwa na mawinga kabisa, yani wale kina Mtegeta Jamal, unaona jinsi ambavyo anacheza, unasema Jamal ni winga kabisa, yani yuko pembeni huko atafanya ikaeka zake. Nyuma yake yupo Ken Ali Mwambungu, yani Ken ni viungo ambao kwenye 4-4-2 kimweka kiwanjani unaona kazi yake kabisa ikiwa inafanyika. Yani unaona kabisa huu mfumo ndo anaupenda zaidi pengine kuliko mifumo mingine yote ambayo mtakuwa mnampa kiwanjani. Kwa hiyo kwa Bwana Makata unavocheza naye unatakiwa kujipanga jinsi ambavyo unatakiwa kuzuia cross. Yani lazima utegemee hilo jambo litafanyika. Kwenye mechi ya Azam walipiga cross zaidi ya 5 au 6. Yani wao ni jambo ambalo anaenjoy kulifanya. Anapiga winga, anapiga fullback yule Cuthbert Mushi. Akipata mpira hata katikati anaweza akakunyongea cross. Kwa hiyo unavocheza dhidi ya Dodoma pia unatakiwa kujipanga vizuri. Kuzuia sana mipira cross ambayo itakuwa inapigwa kwenye eneo lako, kwa sababu anajua kwamba tunao pia watu. Na coach Michael Herrera, inawezekana pia tunachokiona kwa upande wa Polisi inawezekana ni faida, lakini hatujui itaenda mpaka wapi, kwa sababu kwa upande wa Polisi wao waliliunga. Kwa hiyo inawezekana momentum ile kutoka championship umecheza playoff, una wiki 2-3 mbele za maandalizi, msimu mpya umeanza. Kwa hiyo kama ulikuwa umechanganya, wakati wengine wanasema muda wa maandalizi mchache, wewe tayari upo kwenye moto. Kwa hiyo inawezekana Polisi inawezekana kweli tunaona muda wao ulikuwa umebana tangu wamecheza playoff mpaka ligi kuanza kama wiki 1.5 wiki mbili hivi. Kwa hiyo inawezekana pia wao ile inawafanya wako bado yani wapo kwenye mwendo, yani wale watapata tabu kwa timu ambazo hazitawaruhusu kupiga hizo cross, au timu ambayo yenyewe itakuwa inaona kwamba okay, nyinyi mnapiga sana crosses, basi sisi tutaweka mtu pale ambaye anapokea. Yes bana, tutaona kile ambacho Polisi wanaweza wakakifanya hii leo kwenye mchezo mwingine wao ambao watakuwa hapo ugenini kucheza dhidi ya Dodoma Jiji kwenye mwendelezo wa NBC Premier League. Chane na upande wa michezo ya NBC Premier League, tuende tukatazame taarifa nyingine ambapo nusu finali ya pili ya mashindano ya Rais Cup imepigwa jana jioni uwanja wa Sparta Mwananyamala na kuishuhudia Dunda FC ikitinga finali kwa kuifunga Masaki Baklesa kwa bao 1-0. Baada ya kupata ushindi huo, sasa Dunda
itakutana na Mwananyamala United ambao wao wametinga fainali baada ya kuifunga Masharobaro United kwa bao 1-0, mchezo wa nusu fainali ya kwanza uliopigwa Jumapili jioni. Rashidi Mtuchi ni mratibu wa mashindano ya Rahisi Cup yanayoandaliwa na Rumshel mkuu hapa anazungumza ushindani uliojitokeza pamoja na matarajio kuelekea mchezo wa fainali utakaopigwa Jumamosi uwanja wa Sparta. Tukapata ndani wa taarifa hii. Sisi tunashukuru mashindano yetu, hatua nusu fainali ya kwanza ilikuwa kati ya Masharobaro na Mwananyamala United, na Masharobaro wameweza kupata matokeo ya goli moja, na leo nusu ya pili ya fainali kati ya Masaki Ranger na Dunda wamepata naye goli moja. Kwa hiyo tumepata washiriki ambao watakwenda kwenye fainali timu zote bora. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa hilo. Pengine mashindano yalikuwa yana namna gani hatua zote hizo mpaka kufika hatua ya nusu fainali hatimaye fainali? Mashindano yalikuwa mazuri toka hatua ya awali mpaka nusu fainali. Mwamko kama huu wa mashabiki, na tunawashukuru wakazi wa Mwananyamala kwa Kopa, Magomeni, sehemu zote ambao wametuunga mkono katika mashindano ya Rahisi. Tunashukuru sana mpaka hatua nusu fainali. Fainali tutarajie itakuwa ya namna gani kwenye ushindani, lakini pamoja na watu kujitokeza? Fainali itakuwa na kitu kikubwa sana. Kwanza kutakuwa kuanzia nje mpaka uwanjani. Ina maana kwamba fainali vilabu vilivyoingia, sisi kama Rais Promotion Cup tumejiandaa kwa hatua fainali kwa kufanya wakazi wapate furaha kwenye mchezo wa fainali. Mashindano haya yamekuwa mazuri. Mashindano haya yamekonga nyoyo za wana Mwananyamala na nje ya Mwananyamala. Mashindano haya yalipoanza mwaka jana kwa kweli hayakuwa kama hivi. Kadiri mashindano yanavyoendelea yanazidi kuimarika na yanazidi kuwa mazuri zaidi. Pongeza pekee kwa CEO wa Rahisi Cup. Tunamwombea Mungu mashindano haya na mwakani tena yawepo na yaweze kufana zaidi ya hapa na kuwa mfano wa maeneo mengine. Mashindano haya ni magumu sana, lakini sio magumu sana kama unavyodhania, kwa sababu wenyewe tumekuja kwa nia ya kushinda na hamna mtu ambaye anataka kufungwa. Tunashukuru Mungu tumepata ushindi. Hatua fainali tunamwomba Mungu washikaji waje kwa wingi na mashabiki zetu, na imani Mungu akijalia tunaweza tukashinda na yeye. Sisi tumepambana kama wachezaji, tunamsubiri Sudani wetu anayekuja Masharobaro. Kwa uwezo wa Mungu sitapata matokeo kwa sababu sisi tunapambana mpaka mwisho. Mashabiki wadau, mnawaambiaje sasa kuja kutazama mbungi ya fainali? Waje kwa wingi kwa sababu sina toa burudani kikubwa. Kama unavyojua watoto wa Magomeni, mpira wetu unaujua ni Magomeni, vipaji vipo. Sisi tunapambana, waje kuangalia burudani. Yes, hayo ni mashindano ya Rahisi Cup. Unaweza kuona namna ambavyo mtaa unafurahi zaidi. Ukiangalia aina ya timu, majina yake tu inakuonyesha kwamba kuna utamu fulani hivi. Dunda FC. Hiyo Dunda. Na imetinga fainali. Dunda. Huko kuna miongoni mwa timu zenye majina ya ajabu ambao nimewahi kusikia. Kuna timu inaitwa Chenga Mbili Kiatu. Chenga Mbili Kiatu. Yaani hilo jina la timu. Yaani ukijikuta unao tu. Chenga Mbili Kiatu. Chenga ni mbili tu. Ukizidisha. Hapo na hiyo timu moja ina jina la ajabu kweli. Timu inaitwa Jogoo Dume FC. Yaani mpinzani unakuwa umeshashindwa kabla ya kuingia uwanjani. Yaani sio jogoo tu. Sio jogoo tu, ni dume. Yaani jogoo huwa ni jogoo mwenyewe, kwamba unajua ni dume tayari. Jogoo Dume FC. Ila mimi nimependa Chenga Mbili Kiatu. Chenga Mbili Kiatu FC hiyo. Kama ukicheza zaidi ya Chenga Mbili, usitafutie lawama. Lakini hii Dunda hii itabidi tuangalie namna. Kwa nini timu inaitwa Dunda? Sasa imeenda fainali Kasuga tena unauliza maana yake ina dunda watu. Ndio Masharobaro. Dunda dhidi ya Masharobaro. Baba, tunaamini pia mtaa unaendelea kuenjoy zaidi kile ambacho wanakiona na kuitazama kupitia viwanjani, pia tukiwa tunafika kwenye mitaa tofauti na kuchagiza hicho ambacho umekiona.